tuingie nchini Kenya. Taifa la Kenya liko katika hatari kubwa ya kushuhudia ghasia zinazohusiana na uchaguzi kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti mpya ya wakfu wa Kofi Annan. Ripoti hiyo inakadiria kwamba taifa hilo la Afrika Mashariki kuwa na uwezekano wa 84% wa kukumbwa na ghasia kwenye uchaguzi mkuu. Shisia Wasilwa na taarifa zaidi. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, tathmini hiyo inapima uwezekano wa kutokea kwa ghasia za uchaguzi zikiwemo mapigano ya maeneo mbalimbali, maandamano na machafuko. Ripoti hiyo inaeleza kuwa mazingira ya uchaguzi nchini Kenya yanaendelea kuwa tete kutokana na mseto wa sababu za kihistoria na za sasa. Miongoni mwa sababu hizo ni ushindani mkali wa urais, siasa za ukabila, ukosefu wa ajira kwa vijana, migogoro ya ardhi ambayo haijatatuliwa na ukosefu wa imani katika usimamizi wa uchaguzi. Aidha, ripoti hiyo inabainisha kuwa hali ngumu ya uchumi, maandamano dhidi ya ushuru, uhamasishaji wa upinzani, kupanda kwa gharama ya maisha, madai ya ufisadi na tuhuma za utovu wa nidhamu wa polisi ni baadhi ya sababu zilizochochea mvutano wa kisiasa kuelekea uchaguzi mwaka 2027. Lichetu Likaka ni mtaalamu wa masuala ya uongozi. Ripoti kama inatakiwa ichukuliwe kwa uzito, lakini pia kwa tahadhari. Si utabiri wa ghasia zitatokea, bali onyo kuhusu vihatarishi vinavyoweza kuongeza uwezekano wa migogoro. Wakfu wa Kofi Annan pia unasema muundo, uaminifu na utayari wa kiutendaji wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC ni mambo muhimu yatakayosaidia kupunguza hatari za uchaguzi. Likaka tena. Kwa kweli IEBC inapaswa kujenga imani kwa umma kwa kuhakikisha maandalizi ya uchaguzi unafanyika kwa uwazi, kwa wakati na kuwahusisha wadau wote. Tayari hali ya kisiasa imeanza kupamba moto, huku mikutano kadhaa ya kisiasa ikivurugwa na vurugu, ambapo pande ya simu zinatumiana kwa ajili makundi wa wahuni kuvuruga mikutano ya pinzani. Joseph Lekuron, mkazi wa Turkana, anaelezea hofu yake kufuatia ukosefu wa usalama. Kuna hofu, watu wengi hawako mahali hapa, watu wamehama, watu wamekimbia kule na kule. Sasa imekuwa ngumu hata kupata watu ili wajisajili kwa kukata kura. Licha ya tahadhari hiyo, ripoti hiyo inasema Kenya ina taasisi imara, asasi za kiraia zenye nguvu na mfumo wa uchaguzi ulioimarika zaidi kuliko nchi nyingi za ukanda huo. Swala nyeti ni kwamba vipi tunaweza kuboresha daftari wa wapiga kura, uwezo katika matumizi ya teknolojia, mafunzo ya watendakazi na mawasiliano mara kwa mara ambayo huwa yanaleta matatizo ama yanakuwa chanzo ya migogoro wakati wa kampeni, wakati wa kura. Onyo hilo linakuja ikiwa imesalia zaidi ya mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu mwaka 2027, ambapo Rais William Ruto anatarajiwa kuwania muhula wa pili, huku vyama vya upinzani vikijipanga kumteua mgombea mmoja wa pamoja. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi.